Hivi unafahamu ule msemo wa siku za mwizi ni 40? Sasa 40 ya kijana Frank ilikuwa imefika na wala hakujua siku 39 yake itakuwa ni ipi, lakini siku ya 40 ilifika na mauti ukamchukua. Yeah. Hii ni Rewind kutoka Adabu Online, stories za kweli za kusisimua duniani, utapata goosebumps mpaka hisia. Rewind na Adabu ndio pa kukimbilia. Rewind. Huyu Frank alikuwa ni kijana anajihusisha na tabia za udokozi, na kwa jina nitamuita Frank kwa sababu sitoambatanisha jina lake halisi, maana kwa sababu ya kiusalama zaidi na familia ambayo ameiacha. Frank alizaliwa Dar es Salaam, eneo la Mabibo, lakini makazi yake ama sehemu ambazo alikuwa akifahamika zaidi ilikuwa ni maeneo ya Tabata, Kimanga. So Kimanga ilikuwa ndo sehemu mara nyingi unamkuta akiwa hapo na shughuli zake mbalimbali hasa akizifanyia maeneo hayo. Kipindi alikuwa na miaka 5 mpaka 10 alikuwa anajihusisha na tabia za udokozi, na hii imechangiwa na mama yake mzazi baada ya baba yake kufariki hata kabla yeye hajazaliwa. Yani baba yake anafariki, mama yake akiwa ni mjamzito wa miezi 6 tu. So baada ya miezi 6 mzee anafariki. Baada ya miezi 3 baadaye anazaliwa Frank, kwa sababu alifariki bila ya kutoa jina ama kuongea chochote na mama kuhusu jina, basi Frank akapewa jina la baba yake, yani Frank. Mama akaolewa na mwanamume mwingine, wakaanza kuishi Mabibo. Maisha yao kama Mabibo. So baada ya hapo Frank akaanza kujihusisha na tabia hizo. Baada ya tu kupelekwa shule akiwa na miaka 5 mpaka 10, ilikuwa ni kijana wa matukio, ni kumwibia huyo, kumwibia yule, lakini pia matukio ya kibabe, hata kujihusisha kwenye makundi ambayo hayakuwa salama kwa umri wake. Ilikuwa ni bado ya kujihusisha na makundi hayo, lakini Frank alijihusisha na makundi hayo. Miaka kadhaa baadaye Frank aliwahi kukamatwa na polisi kwa kosa la wizi wa vioo vya magari, lakini pia side mirrors ambazo walikuwa wakiziiba vioo vya magari, redio za kwenye magari walikuwa vyote wakiviiba na kwenda kuuza. So siku moja baada ya tukio ambalo lilikuwa halidhaniwi kama litatokea, kuna jamaa ambaye alikuwa anafahamu wizi wa hawa kina Frank na wenzake. Wakati huo Frank ni mdogo, miaka kama 13 14, anaenda kuchomoa side mirror zile alafu akaotewa. So kwenye kuotewa akakamatwa na polisi kufuatilia huyu ni mtoto wa nani, kwa sababu ni umri wake ni mdogo sana kumpeleka jela kwa na umri huo. Wakauliza wazazi wake, wakapatikana mama yake na baba yake wa kambo, wakakabidhiwa mtoto wao, lakini pia wakakanywa kwamba huyu mtoto tabia zake ni za watu wazima, tena tabia ambazo hazifai kuchekelewa, maana mchekea maovu basi mabaya yatamkuta. Mama yake na Frank alikuwa akizungumza sana mwanae, lakini baba yake wa kambo alikuwa ni mtu ambaye sio muongeaji sana na mtoto huyo, kwani hakuwa baba mbaya kusema atampiga Frank, lakini pia hakuwa baba mzuri kusema pia atamkanya Frank. So alikuwa anajiweka mbali kidogo na makuzi ya Frank. So alipofika miaka kadhaa baadaye, Frank akajiingiza katika wizi wa cybercrime, matukio ya cybercrime, yani wale ambao wanapigia watu simu kwa kujifanya kwamba wao wanatoka kwenye mtandao fulani, anahitaji fedha umtumie, ama kuna fedha imetumwa kimakosa, basi anaomba mrudishie mwenyewe ambaye ametuma, au yeye anatoka kwenye call center ya mtandao fulani anakutajia, bwana mimi kutoka mtandao fulani, na jina lako, kuna fedha imetumwa kwako kimakosa, sasa nirudishie, na vitu kama hivyo. So naamini kuna watu washakutana na vitu kama hivyo, na wengine walituma, wengine pia hawakutuma. So inawezekana pia ni mmoja wapo wale ambao walishakutuma. So akaja anajihusisha huko kwenye masuala mazima ya cybercrime. Haikuishia hapo, wakatengeneza paka links. Kuna linki zile mtu anakutumia linki, ukifungua linki na kupeleka kwenye masuala mazima pengine ya accounts na nini, wakawa wanachukua accounts za watu, accounts za Instagram, accounts za Facebook. Ninachokiongea hapa hakija happen ni miaka mengi iliyopita, ni miaka hii ambayo sisi tunashambulia mitandao ya kijamii, miaka ambayo watu wanapambania kuwa na followers wa Instagram, watu ambao wanapambania kuwa na followers wa TikTok, followers wa Facebook, kote. So na yakawa anaishi humo. Tukio ambalo lilifanya mama yake amwambia Frank, sasa mimi sio mama yako kuanzia leo na kuachia radhi. Ni tukio ambalo Frank alilohusisha hati ya nyumba ya baba yake wa kambo katika masuala mazima ya utapeli. So huyu jamaa baada ya kuwa na wizi hauendani na yeye, umri ushamtupa mkono, miaka
27, 26, 28, 26, 27, 28. So akaamua kujiingiza katika masuala mengine ya utapeli, masuala ya kutapeli wa nyumba, kwamba una nyumba anaiuza na yeye ndio mmiliki, kwenda kuchukua mpaka hati ya baba yake wa kambo kujaribu kuiuza. So tukio hili, baada ya kujaribu kufanya hivyo, walifika watu wakidai kwamba kuna fedha walimpatia huyo Frank. Frank alishapokea nusu ya fedha kwa ajili ya kuja kuonyesha nyumba na nini. So ni vitu fulani ambavyo hata wao wanunuzi wa nyumba pia walikuwa wamechotwa akili na Frank, huku wengine wakidhani kwamba Frank alikuwa akitumia pia imani za kishirikina ili kuteka hisia za hao watu. Lakini mimi naamini haikuwa hivyo, kwa sababu kila mtu na akili yake. Yaani sio rahisi mtu kukuzia nyumba wakati umejaiona. That's not right. Rewind. Uwezi amini, Frank alikuwa ni mtu wa matukio mengi makubwa, lakini hajawahi kushika silaha yoyote. Hajawahi kushika bunduki, hajawahi kushika kisu kwa ajili ya kuiba, bali alitumia utapeli ama akili nyingi kwenye kuibia. Tukio ambalo lilimfanya Frank apoteze maisha ni tukio la kawaida sana, ama ni wizi mdogo sana, niseme hivyo. Ilikuwa ni sehemu moja hapa jijini Dar es Salaam. Frank alifika kwa lengo la kutapeli kiasi cha fedha kidogo sana, kwani siku hiyo Frank inasadikika kuwa alikuwa hana pesa ya kula usiku. Kwa hiyo kwa mujibu wa watu wa karibu ama washikaji wa Frank, kwa sababu wanasema Frank aliwafuata vifuata kufanya ile tukio, kwamba alikuwa anahitaji kukopa kiasi cha fedha, lakini wengi wanalalamika kwamba Frank alikopa kiasi cha fedha huwa harudishi hiyo fedha, bali inapata hela nyingi, anakuambia hiki, anakuambia kile, fedha yako huipati. So kilichotokea ni kwamba Frank alitoka pale anapoishi na kwenda paka kwenye duka mojawapo. Hilo duka alimkuta mdada ambaye ni Mchaga anauza, akamfuata na kumwambia nahitaji unga wa ngano wa PPF. Of course dukani kuna watu wengi sana, ilikuwa ni jioni mida kama saa 1 hivi. Nahitaji unga wa PPF. Yule sister akasema unga PPF mimi sina. Nilichokuwa nacho mimi hapa ni unga ngano wa kawaida, PPF sina, kwa sababu watu wengi wa huku hawauliziagi unga na hiyo, ndio maana hata mimi sijauweka hapa. Sasa kutokana na ile crowd ya watu pale, akajichengesha sana Frank. Basi sikiliza, mimi hapa na kula sasa niingie mara moja, lakini nifungie unga ngano kilo 2, niwekee hapa hiyo ngano kilo 2, niende hivi, ila nikirudi nakupa fedha yako, alafu nachukua na unga. Sasa dada pale alikuwa na watu wengi sana wanaongea na nini. Okay, akampimia unga, Frank akaondoka zake. Frank baadaye akatega mishale yake fulani, baada kama dakika 15 au 20 akarudi pale. Kwa kule nyomi sasa limepotea, pengine hata alikuwa mwenye anachungulia kuona kwamba okay, ile nyomi lipo limeondoka. Nyomi sasa lilote limetoweka. Anafika pale, kwa hiyo unga PPF uko wapi? Sasa dada akamwambia PPF tena? Mbona mimi uliniambia nikufungie unga ngano kawaida kwa sababu PPF kwangu umeisha. Kweli? Basi sikia, mimi niko na shida sana unga PPF. Cha kufanya wewe chukua unga urudishe kwenye 10,000 yangu, kata 500 ya usumbufu urudishe change. Dada akasema what? Rewind. 10,000 gani ambao umenipa? Mimi mbona hujanipa fedha? Akamwambia hapana, mimi nikuta na watu wengi hapa nikakupatia shilingi 10,000 kwa ajili ya wewe unipe unga na nini. So kile kitendo kilimfelisha Frank, kwa sababu pale kwenye ile duka kuisha kutokea na tatizo, yani kuisha kutokea uhalifu pale, na walichokifanya, kuna hizi kamera ambazo zinakaa kama taa, CCTV kamera zinakaa kama ni taa hivi, kumbe waliziweka pale kwa lengo la uhalifu wote utakotokea ili wamfahamu mhalifu ni nani. Basi yule sister akasema sikiliza, wewe unasema nipe 10,000, uzuri pale kuna watu pembeni wanacheza draft nini, wakasogea kumsikiliza jamaa anataka 10,000 yake. Wakasema basi sikiliza, hapa studio tuna CCTV camera. Angalia kwenye video, kwenye footage. Akaitwa fundi wa masuala ya CCTV camera pale, akaenda kuchukua ile footage, akaanza kuiplay. Sasa Frank akawa na hofu, kwa sababu yeye anajua kabisa hajatoa shilingi 10,000 na watu pale wameshajaa kwamba kama kweli katoa 10,000 sister inabidi amuongeze mshikaji hela usumbufu. Kama mshikaji hajatoa 10,000 atatueleza 10,000 imetoka wapi. Basi kuna huko angalia kwenye footage, hajatoa hata 100. Hakuna hata shilingi 10 alioitoa. Hajatoa chochote. Kilichotokea ni watu walimvamia Frank
wakaanza kumpiga piga, walimpiga sana kiasi cha kwamba hata taarifa yoyote kupewa kuhusu yeye haikutoka, kwamba Frank apige simu kwamba kuna mtu amwambie kwamba yeye anapigwa. Haikuwezekana kupewa hiyo nafasi. Alipigwa na mwisho wa siku baada ya kufariki kila mtu alitawanyika na wakamweka pale kwenye mapila ya moto na kumwasha moto kabisa. Taarifa zilitoka kwa ndugu, jamaa na marafiki, hasa kwa mama yake mzazi. Aliambiwa kwamba mwanao tayari amepigwa kiberiti maeneo fulani Dar es Salaam, hatupo naye tena duniani, na Frank alifariki kwa staili hiyo. Hii ni Rewind kutoka Adabu Online, stories za kweli za kusisimua duniani, utapata goosebumps mpaka hisia. Rewind na Adabu ndio pa kukimbilia. Rewind.